Karibu sana, hii ni Rimoi Digital VICA 7 Vika 7 langu jina, na kubwa zaidi bwana ni kuambie tu ni kuhusiana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na mchezaji Jonathan Soa ambaye aliingia hapa nchini Tanzania akiwa ameletwa na klabu ya Singida Black Stars, ambao baada ya kuweza kumsajili kwa msimu kwa dirisha dogo lile la usajili ambalo ni la msimu uliopita, maana mwezi Januari, na mwisho wa siku akafanikiwa kufanya vizuri sana na Singida Black Stars, akiwa amecheza michezo yake kama 10 na ngapi hivi na kufunga magoli 13 kwa wastani mzuri sana kwenye mechi ambazo amecheza, na magoli ambayo amefunga, kwa maana alikuwa na wastani mzuri wa kufunga goli kila mchezo ambao alikuwa anacheza, kitu ambacho kilishawishi vilabu vya pale Kariakoo, kwa maana Young Africans na Simba kutaka saini ya mchezaji huyu, lakini wananchi Yanga dakika za jioni wakaonekana kupindua na kutokuridhishwa na nidhamu ya mchezaji Jonathan Soa. Wekundu wa Msimbazi Simba wakati wanahangaika kwenye ishu ya washambuliaji wakaona isiwe shida, basi moja kwa moja wakatua kwa Jonathan Soa na wakaingia makubaliano na moja kati ya mdhamini au mlezi wa klabu ya Singida Black Stars, na baada ya hapo alianza kuitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa na adhabu ya kadi nyekundu kwenye ile mechi ya mwisho ya FA ambayo alipata pale visiwani Zanzibar akiwa anakipiga dhidi ya Young Africans, wananchi Yanga ambao walikuwa kwenye ile finali, na baada ya kuweza kucheza foul dhidi ya Ibrahim Abdullah Baka na akapewa kadi hiyo nyekundu. Hivyo alianza msimu na Wekundu wa Msimbazi Simba akitumikia kadi hiyo nyekundu. Sasa bwana, sakata limefika patamu sana, limefika pazuri sana. Unaambiwa ya kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa na zile panda shuka ambazo hazieleweki, kutokuwa na maelewano mazuri na mchezaji huyo baada ya kumrejesha hapa jijini Dar es Salaam, wakati ambao wameenda kucheza mechi zao takriban 2 pale Dodoma, ikiwa ni mechi dhidi ya Dodoma wenyewe, lakini pia Tanzania Prison ambao walikipiga katika ule uwanja wa Jamhuri pale Dodoma, na Jonathan Soa hakucheza mchezo hata mmoja katika mechi hizo, na alionekana kwenye mazoezi yale ya usiku baada ya kuweza kuhitimisha mchezo wao ambao ulichezwa pale Jamhuri Dodoma dhidi ya timu ya Tanzania Prison. Baada ya hapo Jonathan Soa, Simba akiwa anaenda kukipiga dhidi ya Dodoma, mwisho wa siku hakufanikiwa kucheza ule mchezo, bali alirejeshwa baada ya ule mchezo kumalizika ule wa kwanza, baada ya kuonekana kama kuna utovu wa nidhamu ambao umekuwa ukikithiri kwa mchezaji huo. Ni tabia ambayo imekuwa ikijirudia, na yeye akarejeshwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kwenye ile kamati ya nidhamu ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na baada ya kutua hapa jijini Dar es Salaam, kama ambavyo ilivyo kawaida, moja kati ya waandishi wa habari kutoka moja ya kituo cha redio alifanya naye mahojiano Jonathan Soa pamoja na wakala wake, na Jonathan Soa alichofunguka hana matatizo yoyote na klabu, amerejeshwa jijini Dar es Salaam, hajui sababu yoyote. Lakini pia wakala wake na yeye akafunguka, kipindi hicho alikuwa pale nchini Ufaransa, kuna namna ambavyo alikuwa anaenda kufuatilia wachezaji wengine ambao anawasimamia na nini, na baadaye akasema atakuja hapa jijini Dar es Salaam na kuweza kupiga story naye ili ajue sakata linaendelea vipi. Akaendelea kutoa updates namna ambavyo sakata la Jonathan Soa lilikuwepo, na mchezaji mwenyewe alikuwa tayari kurejea kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kuendelea kufanya program zote na kuweza kuitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kutumikia mkataba wake. Lakini inaonekana kama vile klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni kama ilikuwa haitaki tena kumrejesha Jonathan Soa katika klabu hiyo na kwenda kuitumikia klabu hiyo. Sasa mwandishi yule ambaye alienda kufanya mahojiano na Jonathan Soa pamoja na wakala wake amerejea tena kupiga story na wakala wa Jonathan Soa, amweleze ni kipi ambacho kinaendelea kati ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na mchezaji wake Jonathan Soa. Na story imebadilika kwa sasa, si ambavyo wengi walikuwa wanatarajia kwamba Jonathan Soa watamwona akirejea tena Simba kwenda kukipiga. Hapa kinachohitajika ni makubaliano ya pande zote mbili ili waweze kuterminate mkataba wao, kwa maana wauvunje mkataba wao. Kwa mujibu wa wakala wake bwana Jonathan Soa
amemweleza James Sheka, mmoja kati ya waandishi wa habari wa redio ambaye alipiga naye story, kwamba wamepeleka official barua ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutaka kuvunja mkataba wake kwa makubaliano ya pande zote mbili, kwa kuwa kuna mvutano wa siku nyingi ambao umetokana na utovu wa nidhamu wa mchezaji huyo Jonathan Soa. Namna ambavyo amejibu ni kama tu namnukuu kile ambacho amezungumza au amekisema wakala wa Jonathan Soa. We have made it official to the club that we won't play again and not yet we want mutual understanding. Kwa maana tunachotaka ni makubaliano ya pande zote mbili ambayo ni ya amani kabisa, ya maelewano, ili tuweze kuterminate mkataba wetu na klabu hiyo, kwa sababu kumekuwa na sintofahamu ya kipindi kirefu, kutokuelewana kutokana na utovu wa nidhamu wa mchezaji huyo. Kwa maana tumewasilisha barua rasmi kwa klabu kwamba hatuwezi kuendelea kucheza tena, mkataba bado hatujavunja, lakini tunataka kuachana kwa makubaliano ya pande zote mbili. Mwisho wa kunukuu, ndivyo ambavyo amesema wakala wa Jonathan Soa. Hayo ni maneno ya wakala wake na sio maneno yangu ambayo mimi ninazungumza. Nimenukuu kile ambacho yeye amekieleza au amemweleza mwandishi wa habari James Shabaya Sheka juu ya kile ambacho kinaendelea juu ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na mshambuliaji huyo kutoka pale nchini Ghana Jonathan Soa. Nilikuwa na chat naye na kitu ambacho amejibu ndicho hicho ambacho amekijibu hapo, kwa maana wakati ambao anaulizwa maswali ndicho ambacho amejibu. Anachohitaji ni kuvunja mkataba, kwa sababu ameona mchezaji anakaa pasipo kucheza, lakini pia akiwa ndani ya mkataba wake. Hivyo mpaka sasa ni kama kuna kuvunjwa kwa mkataba hivi ambao umevunjwa bila taratibu. Kwa hiyo wao wameamua kuwasilisha barua ya kuvunja huo mkataba kwa makubaliano, lakini wakijua kabisa ya kwamba hayo makubaliano ambayo wanayataka wao tayari kuna upande mmoja ni kama ulisha ya kiuka hivi, kwa sababu mpaka sasa mchezaji amekaa takriban almost tunaweza tukasema mwezi unaenda na toka amesimamishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kurejeshwa hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye ile kamati ya nidhamu. Na mwisho wa siku ni kama kumekuwa na ile sintofahamu, lakini pia kuna zile tetesi ambazo zilikuwa zinazagaza gani kwamba Jonathan Soa haeleweki yuko wapi mpaka hivi sasa, haonekani, Simba wanamtafuta wa nini. Lakini all in all ni kwamba wakala wake ameamua sasa kufunguka, ni kwamba wamewasilisha barua kwa ajili ya kuweza kumaliziana. Kwa hiyo tutarajie lolote. Leo Simba wanakipiga dhidi ya TRA. Wakati wanakipiga dhidi ya TRA watakuwa na kempu yao pale pale Arusha kwa ajili ya kuweza kukipiga dhidi ya Dodoma kwenye mechi ya FA kwenye ile hatua ya 16 bora. Wakati wanasubiri kukipiga, ukitarajia matokeo ya Simba leo kwenye mchezo dhidi ya TRA, basi yanaweza yakafanya barua ya Jonathan Soa au statement ya Jonathan Soa ya kwamba si mchezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tena, wamevunja au wamevunja mkataba kwa makubaliano ya pande zote mbili kutokea wakati wowote, kutokana pia na matokeo ambayo yatatokea kwenye mchezo wa leo wa Simba dhidi ya TRA. Kama yatakuwa mazuri tunaweza tusione leo wala kesho, lakini kesho kutwa nayo ni siku. Lakini ikiwa mabaya tarajia lolote anytime baada ya yes. Hivyo ndivyo ambavyo sakata la Jonathan Soa linaenda. Call me bana VICA 7 Vika 7, na hii ni Rimo Digital. Endelea kukaa karibu zaidi kukuletea update ya kile ambacho kinaendelea kwenye anga au uga wa kimichezo.